Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tumeweza kushuhudia sakata ambalo limeendelea kutrendi katika media ya Wasafi. Hili swala watu wengi sana wameweza kujitokeza kulizungumzia, na yote hiyo ikiwemo ni ishara ambazo tumekuwa tukiziona katika media ya Wasafi. Tumeweza kuona watangazaji wengi sana wameweza kuondoka katika media ya Wasafi, wengine wakiwa wanazungumza wazi kwamba wameshindwa kuendelea katika media hiyo kwa sababu pia baadhi ya malipo yamekuwa yakichelewa, lakini pia watangazaji wengine wamedai katika media zingine wameweza kuongeza dau, hivyo basi wao wenyewe wameamua kuondoka katika media ya Wasafi. Na ukiangalia kwa sasa hivi kuna baadhi ya vipindi vya Wasafi zimebaki tu kupigwa zile nyimbo, lakini hakuna vipindi vyovyote ambavyo vinaendelea. Ukiangalia kwa mfano kipindi cha The Switch, hicho kipindi bana ni muziki tu inapigwa mpaka kipindi kinaisha, hakuna chochote ambacho kinaendelea. Wale watangazaji wakina Idris Kita hatuwaoni, wale watangazaji wengine wakina Juma Lokole hatuwaoni, wengine wakiwa tayari wameshaaga, lakini pia wengine wakiwa bado wanaendelea kumsikilizia bosi wao CEO msanii Diamond Platnumz aweze kutoa neno. Na siku ya leo Diamond Platnumz kuna taarifa ambayo ameweza kuianika na amezungumza kwa uchungu mkubwa. Ameweza kurekodi video alafu akaiposti katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anazungumza kuhusiana na media yake Wasafi. Diamond Platnumz amedai ameweza kupokea malalamiko mengi, ameweza kupokea simu nyingi, ameweza kupokea message nyingi, watu wakiwa wanamuuliza vipi katika media yako, mbona ni kama vile umeshindwa kuiendesha, imekuwaje, kuna kitu gani ambacho kimekupata? Mambo yamekuwa ni mengi sana, lakini Diamond Platnumz siku ya leo ameamua kujibu yale maswali ya mashabiki zao, yale maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, kuna nini ambacho kinaendelea katika media ya Wasafi? Ni kwa nini watangazaji wakubwa wazuri wanaondoka katika media ya Wasafi na kwenda katika media zingine, lakini pia ni kwa nini msanii Diamond Platnumz hajataka kuzungumza chochote kuhusiana na hili sakata? Ni kwa mara ya kwanza Diamond ameamua kuzungumza, ameamua kueleza ni kitu gani ambacho kinaendelea katika media yake ya Wasafi. Kwanza kabisa Diamond Platnumz amekiri na ameamua kusema ukweli siku ya leo. Anakuambia media ya Wasafi aliifungua kwa jina lake, lakini pia kwa logo yake ya Wasafi, lakini media hiyo ina mmiliki mwingine na yeye alikuwa ni mwekezaji tu. Na kama ambavyo tunafahamu kuna baadhi ya makampuni unakuta hisa asilimia kadhaa yuko nazo huyu, hisa asilimia kadhaa yuko nazo huyu. Sasa jambo ambalo Diamond amelizungumza hapo, amedai yeye ametumia vitu vingi sana, watangazaji wake, lakini pia logo ni ya kwake na vitu vyake vingi sana, lakini huyo mwekezaji amekaa nyuma ya mgongo wake, yeye akiwa anapata mapato makubwa zaidi. Diamond Platnumz amedai kuna mambo mengi sana ambayo mashabiki hawaelewi, wao wamebaki tu kulalamika kwamba hatuoni vipindi vya Wasafi, hatuoni vitu vikiendelea, lakini Diamond anakuambia yeye kama Diamond anajua nini ambacho anakifanya. Acha watangazaji waone kwamba hapaeleweki waondoke, lakini anakuambia akija kuinuka tena watangazaji wapya watajitokeza na wataingia katika media ya Wasafi na watafanya kazi. Na sasa hivi Diamond anakuambia ana mpango wa kuisopisha kabisa na kushindwa kuendeleza hii media kwa sababu tu anataka kuweka mambo sawa, na ikiwezekana hata vipindi vyote visimamishwe kwanza, kwa watangazaji waende wakajitafute katika media zingine, alafu yeye kama Diamond atakuja kuinuka yeye kama yeye. Na anataka kumalizana kabisa na huyo mwekezaji ambaye aliweza kuwekeza pesa nyingi nyuma ya mgongo wake ili mradi kutumia jina lake la logo ya Wasafi. Sasa tumekaa tunajiuliza, huyu mwekezaji ni nani? Ni mwekezaji gani ambaye ana pesa kumzidi Diamond Platnumz, ambaye aliamua kutumia jina la Diamond, jina la Wasafi, ili mradi hiyo media iweze kukua na kufika mbali zaidi? Na Diamond ameona hilo, ameona kwamba jina langu la Wasafi linakuwa, lakini kumbe hii kampuni haiwezi tena kuwa mikononi mwangu peke yangu, iko katika mikono pia ya watu wengine. Sasa Diamond huenda anataka kutengeneza ili mradi hii kampuni iweze kuwa pia katika mikono yake, jambo ambalo litakuwa ni jambo zuri, lakini pia ni maamuzi magumu ambayo ameweza kuyafanya. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.